Good morning to you. Shalom. God bless you everyone. Watu wa Mungu, familia nyingi za Kiafrika ni familia ambazo zina matatizo, na matatizo haya yamekuwa yakileta madhara moja kwa moja kwa wale watu waliojikuta kwenye hiyo familia. Ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo 12 maandiko yanatuambia Mungu alitaka kumbariki Ibrahim. Wakati anataka kumbariki Ibrahim, kwa sababu ya matatizo yaliyokuwa kule kwao, kwa sababu ya background iliyokuwa kule kwao, maandiko yanatuambia ikamlazimu Mungu amtoe Ibrahim kule kwao. Maandiko yanatuambia kwenye Genesis 12 kwamba Mungu alimtokea Ibrahim akamwambia, toka wewe katika nyumba yako na jamaa yako uende katika nchi nitakayokuambia. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Ibrahim, nitakufanya kuwa mkuu kwenye hiyo nchi, katika kukubariki nitakubariki. Kuna baraka ambazo Mungu alitaka kumpa Ibrahim, ambazo baraka hizo zilikuwa zinapaswa zizidi wale watu wa kwao. Mungu akaona kwa sababu Ibrahim alikuwa ametoka kwenye background isiyofaa. Watu wa Mungu, niliwahi kusema kwamba kama umetoka kwenye background mbovu, hiyo background hata ungepokea nini, hiyo background ingerudisha hicho kitu ulichonacho kuwa sawa na ile background. Kama kule kwenu hakujawahi kuwa na bilionea, wewe ukatafuta bilionea ukawa bilionea, bado background yako ya umaskini itakurudisha kuwa maskini. Kwa maandiko yanatuambia Mungu alimtoa Ibrahim kule kwao kwa ajili ya kwenda kumbariki awe tofauti na wale watu wa kwao. Watu wa Mungu, watu wengi hawajatoka kwao kiroho. Kwa njia mojawapo ya kuwazidi wale watu wa kwenu ni kujitenga nao kiroho na kimwili. Ni kuacha yale mambo wanayofanya, ni kuacha kufuata zile mila zao na desturi zao, na kujitenga nao physical na spiritual. Wakati mwingine huwa tunawashauri watu, achana na mila za kwenu, achana na desturi za kwenu, achana na vile vitu wanavyofanya vya kwenu, kwa sababu vile vitu vina uwezo wa kukuunganisha na watu wa kwenu. Lakini pia kitovu chako kina uwezo wa kutumika kukuunganisha na wale watu wa kwenu kiroho. Kuna namna kitovu cha mtu ndio connection kati yake na wale watu wa kwao. Njia pekee ya kumuunganisha mtu, inaweza kutumika kumuunganisha mtu na kule kwao, ni kwa kutumia kitovu chake. Kitovu chako ni roho yako. Kitu kinachounganisha roho yako na kule ulikotoka ni kitovu chako. Ninakuombea popote pale ulipo, kama kitovu chako ndicho kimetumika kuendelea kukuunganisha na yale mambo ya kwenu, kukawe na total disconnected kiroho na kimwili. Njia ya pili ya kuweza kumuunganisha mtu na kule kwao, watu wa Mungu, ni kwa kutumia majina ya kikabila. Majina au kabila, makabila mengi, hayo majina ni miungu, ni uchawi, ni uganga. Makabila mengi pia hayo majina ni mila. Namna hayo majina ya makabila yalipopatikana, utakuja kugundua kuna mila zilifanyika, miungu fulani ikaletwa, alafu yale makabila ndio yakapewa hayo majina. Unasikia, si vyema sana kutaja haya majina kwa sababu mengi yanafahamika. Utasikia ndunguru, sijui tembo, sijui nini. Haya majina yote yalikuwa ni majina ambayo ndani yake ni mila, ambapo ndani ya ile mila ni miungu waliokuwa naiabudu. Alafu kwa sababu walikuwa naiabudu ile miungu, wakaipatia majina, na ile majina ndio wakapewa hayo makabila. Kwa hiyo wewe kupewa lile jina la kabila, direct spiritual na physical, unajiunganisha na ile miungu ya hilo kabila. Kwa hiyo matatizo ya zile familia yataendelea kukufuatilia. Majina ya ukoo na yenyewe pia, namna ya upatikanaji haya majina ya ukoo ni mila. Zile mila ni miungu alizitumikia, ni kitu fulani cha mila kilifanyika, yale majina ya ukoo yakapatikana. Kinachotokea, yale majina yanakuunganisha direct na ile miungu ya familia bado. Kwa hiyo bado utaendelea kuexperience mambo yale ya kifamilia, mambo yale ya kiukoo, yale matatizo kwenye familia yataendelea kukuandama. Watu wa Mungu, wakati mwingine Mungu ana namna ya kumtenga mtu na yale matatizo ya kwao, yale mambo uliyoyaona kwenu, kwa kukuondoa kwenye hayo matatizo. Sio kwamba Mungu anakuondoa kwenye hiyo familia, sio kwamba Mungu anakuondoa kwenye hiyo ukoo, badala yake anakuondoa kwenye hayo matatizo. Ninachomuomba Mungu asubuhi ya leo, Mungu akutenge na kila tatizo lililokuwa kwenye familia yako. Matatizo yote ya kiuchumi kule kwenye familia yako, Mungu akutenge nayo. Matatizo yote ya magonjwa kule kwenye familia yako,
Mungu akutenge nayo. Matatizo yote ya kimahusiano, matatizo yote ya kiafya, matatizo yote ya kindoa, kila tatizo lililo kwenye familia yako, ninamuomba Mungu asubuhi ya leo Mungu akutenge nalo. Kuna namna Mungu akitaka kumkomboa mtu kutokana na matatizo ya kifamilia, hamtoi kwenye ile familia, badala yake anamtenga na yale matatizo, anakutenga na zile roho zilizokuwa zinafuatilia ile familia. I am praying God, ninamuomba Mungu asubuhi ya leo, ombi langu na kilio changu na dua yangu kuu, sio Mungu akutoe kule kwenu, badala yake Mungu akutenge na matatizo yote yaliyokuwa na familia, yanafuatilia familia yako. If you receive, if you believe, please shout, I receive and I believe. That is my portion in Jesus. Ikawe kwako sawa sawa na imani yako, sawa sawa na ukiri wako. Shalom, God bless you. Tafadhali, kama uko Dar es Salaam, tunaendelea na semina yetu. Leo ni siku yetu ya 7. Tunakutana Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Mbezi Beach, Goigi, ukumbi unaitwa Mateo. Tunakutana kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1:30 usiku. Leo tunakutana kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1:30 usiku. Mahali ni Mbezi Beach, Goigi, Mateo, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Kesho siku ya Jumamosi tunakutana kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12:30. Mahali ni Mbezi Beach, Goigi, Mateo Hall. Kesho tuna deliverance maalum kwa ajili ya singles wote na wanandoa wote. Nataka tushughulike na anti-marriage spirit. Hii ni roho inayopigana na watu walioko kwenye ndoa, na ni roho inayopigana na watu wasiingie kwenye ndoa. Kwa kesho tunakutana hapo Mbezi Beach, Goigi kuanzia saa 9 kamili mpaka saa 12 usiku. Mahali ni Mateo Hall. God bless you. Tafadhali nisaidie kushare. Morogoro, usisahau tunakutana tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 Savoy Hotel kuanzia saa 6 kamili mchana. God bless you. Shalom.